Shirika la umeme Zanzibar ZECO katika kuboresha huduma zake linapenda kuwajulisha wateja wake kuwa ukiwa na tatizo lolote la umeme, kupata taarifa ama kuchelewa kupata taarifa ya umeme, fika katika ofisi zao za shirika zilizo karibu nawe au piga simu nambari 0772-877879. ZECO inazidi kukuhakikishia inatoa huduma zilizo bora na kwa wakati. Epuka kuhadaiwa na kushawishika kutumia njia haramu za kupata huduma ya umeme. Epuka kuagiza. Fika mwenyewe ofisini kwa ajili ya kusema tatizo lako ili kupata msaada zaidi. Kwa taarifa ama maelezo ya huduma zote za ZECO, ingia kwenye website yao ya www.zeco.co.tz, na kwa upande wa Facebook na Twitter wanapatikana kwa jina la Zanzibar Electricity Corporation. YouTube na Instagram wanapatikana kwa ZECO Zanzibar. Pia unaweza kuwafollow Instagram na YouTube kwa kuandika ZECO Zanzibar ili uweze kupata taarifa sahihi. ZECO ipo kung'arisha maisha yako. Hizi mita ambazo sasa hivi zimetengenezwa kileo zaidi ni changamoto kubwa kwa wateja wetu. Inatokea hapa inapokwisha ule umeme. Kwa mfano mtu katia umeme wake 5,000 kapata uniti zake 16 kwa mwanzo wa mwezi, zimekwisha haraka kutokana na tatizo lake la earthing, kwa sababu yeye anaweza kuwa ametoka na kwenda na bado anatumia unakwenda. Kwa hiyo anapotumia inakuwa kama inakwenda mara mbili. Inakwenda kwa sababu ya tatizo lile la earthing na inakwenda kwa sababu ya matumizi yake. Kwa hiyo anaona zinakwisha haraka. Zinapokwisha yeye anaamua kwanza asendi kununua kwanza. Sasa ukiwa huendi kununua na lile tatizo unalo, kwa mita zetu ambazo hizi za sasa hivi, basi zina kawaida zinaanza kumwandikia minus. Hili jambo linawashtusha wengi. Watashangaa kwa nini anaipata ile minus. Minus anaipata kwa sababu ule umeme una waya mbili. Zile waya zote mbili sisi tunahesabu zote zina umeme. Kwa hiyo ile moja ni nyekundu na ile moja ni nyeusi. Moja ina umeme ambao tunauita live, nyingine ina umeme ambao tunauita neutral, umeme baridi. Zile zote zina power. Kwa hiyo unapokwisha inakuwa mara nyingi mita zetu hizi za single breaker kwa lugha ya kitaalamu inakata upande mmoja, mfano wa katauti vile. Unaenda kuchomoa ile katauti, inakuwa umekata upande mmoja. Kwa hiyo upande wa pili wa neutral unakuwa upo active, yani upo moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Kwa hiyo kama ana tatizo la earthing, upande ule wa pili ndo unaanza kumsababishia ile negative, yani minus inakuja pale. Kwa mfano inategemea na ule tatizo alilonalo katika nyumba yake. Kwa mfano kwa siku itakuwa ile tatizo alilonalo litaingiza uniti 2, basi kila siku itakuwa uniti 2 inapotea. Au kila siku kama atakuwa hajatia kitu itakuwa uniti 2 inaongezeka. Kwa hiyo akiamka asubuhi 2, akiamka siku ya pili 4, ni kitu kama hicho. Sasa ile inatakiwa kwa wateja wetu watafute mafundi wao wa fitting, kwa sababu lile tatizo ni la ndani, sio la nje au la mita. Kwa hiyo atafute wapi zimegusana. Atakapoona wapi zimegusana, akiondoa tatizo lile la ugusanaji wa zile waya, basi na tatizo lake litakuwa limemalizika. Lakini kwa hatua ya mwanzo mteja atalazimika yeye kwanza akimbilie kuzima main switch. Akizima main switch, basi lile tatizo la kuingia negative wenyewe kwenye ile mita yake linasimama pale pale. Kwa hiyo hapo analazimika yeye kutafuta fundi kwa kuja kumrekebishia tatizo lake pasi na kupata harama yoyote ya kuingia ile negative. Vinginevyo negative inapoongezeka, yeye anapokuja shirika kununua umeme, kwa mfano ana negative 15, amepata uniti 16, akiingiza pale atakuta amepata uniti 1, kwa sababu zile 15 zitaliwa. Ile sio ule mkopo tuliozungumza pale. Nitaka ni weke sawa hapa baina ule mkopo wetu wa uniti 5 na hizi negative zinazoingia wenyewe. Zile negative hazina kikomo, lakini huu mkopo una kikomo. Mwisho ni 5 na kwa zile FS hexing ni 3. Hizi ndio mita zetu ambazo zinazokopesha mita za aina mbili. Tutazungumzia hili swali la kwamba mteja
anatakiwa atafute fundi wake wa fitting kwa ajili ya kurekebisha hili tatizo la arsing ama waya wa arsing kugusa upande wa waya mwekundu ama mweusi tunaoita neutral. Hii tunawaambia hivi kwa sababu tatizo lolote linalotokea ndani ya nyumba yake, kwa mfano feni imeharibika, taa yake imeungua, switch yake imeharibika, lile linamlazimu yeye mwenyewe, si la shirika la umeme. Hii ni mfano wa fundi wetu sisi anapotoka kwenda kutatua tatizo lake, atatatua kuanzia kwenye laini yetu inaanza kutaka kufika kwenye mita, kuingia kwenye mita mpaka mwisho wake kwenye katauti. Pale tunalazimika sisi, lakini kuanzia kwenye katauti kuenda ndani mwake, kwanza kwenye main switch na vitu vyake vya ndani, hivi vyote mteja analazimika yeye mwenyewe. Nifahamike hivi kidogo kwa sababu wateja wetu wengine wanafahamu kila jambo linalotokea ndani mwake litalomhusu yeye na lisilomhusu yeye analazimika kuja kuchukua fundi shirika la umeme. Hii iko tofauti. Yule fundi wetu sisi atakuja kwa umeme kabla ya kuingia kwenye mita na ulokuwa tayari umeshaingia kwenye mita, lakini baada ya kutoka kwenye mita kuingia kwa mteja mwenyewe, pale atalazimika yule mteja kutafuta fundi wake. Kwa mfano mita yetu inapotokea tatizo, mteja halazimiki kutafuta fundi wake wa nje kwa kuja kutizama mita yetu. Hapana. Pale natakiwa atoe taarifa kwa njia yote ile, ama simu au kuja yeye mwenyewe physical, lakini sisi tunapendelea atoe kwa simu. Hana haja ya kuhangaika. Atapiga simu, ile ripoti yake inarekodiwa, inakwenda kwa mafundi moja kwa moja. Fundi atafika pale pahala pake kwa kupitia ile simu, kwa sababu atapigiwa ile simu, ataelekeza, akishafika atatatua lile tatizo talohusu mita au kabla ya mita. Hayo matatizo hayo tunatatua sisi kwa upande wa shirika la umeme. Lakini tatizo lolote lililotokea kwa ndani ya nyumba yake yeye, kwa vifaa vyake yeye, basi hilo litamhusu fundi wake wa fitting. Hatua wanaotakiwa kuzitumia wateja pia naweza kuongezea katika kutatua hili tatizo, maana walio wengi wanaamini kwamba ni mita ndio yenye tatizo. Mita, kuenda kwa mita kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza inasababisha mita kuenda ni matumizi. Na kitu cha pili inasababisha mita kuenda zile unit ama kupungua zile unit ni tatizo la hiyo tunaita S-fault, yani waya wa arsing ukishikana na waya yote baina zile mbili zilobakia, yani nyekundu ama nyeusi, itasababisha mita kuenda pia. Lakini mara nyingi wateja wanaamini kwamba mita inapokwenda wenyewe ni tatizo ile mita yenyewe. Hapana. Sisi tunaweza tukaja tukabadilisha mita, tatizo likawa liko pale pale. Tatizo haswa liliopo inakuwa ni waya wa arsing umeshika waya wa fezi ama neutral, ndio ni sababu kuu inasababisha mita kuenda pasi na wewe kutumia. Vinginevyo basi utakuwa unatumia mita, nayo itaenda kulingana na matumizi yako. Hizo ni changamoto kubwa zinotokezea katika hizi mita zetu baina sisi na wateja tunavutana hapa. Na hawa mafundi wanaotakiwa wao kifupi wanapotaka kwenda kutatua haya matatizo watumie mita. Yani hii tunaita avometer ama mita yote anaweza yeye kudictate lile tatizo katika nyumba ya yule mteja. Lakini mafundi walio wengi wanatumia tester. Tester unaweza kuona tatizo ikiwa ule waya umegusa upande wa fezi na kwa muda ule kwenye mita umeme upo. Kwa sababu tester ni kipimo ambacho kinatumika kwa kuwaka taa. Yeye anapoenda kupima anategemea ile taa kuwaka. Sasa nyumba inapokosa umeme kwa kipimo cha tester atashindwa kuona. Sasa fundi wa namna ile anayempata mteja mara nyingi huwa anaisingizia mita, kwa sababu kipimo alichonacho yeye ni cha upande mmoja. Lakini fundi anapokwenda na mita yake atapima pale kwa upande wa kwenye main switch
kwa kupima saketi moja moja, basi ataliona tu tatizo wapi lipo. Itakapomsomea upande utakapomsomea yeye, ndiyo tatizo aanze kulitafutia kwenye saketi ile. Nafikiria maelezo haya yatatosheleza kwa wateja wetu na mafundi wetu pia ambao wanawasaidia wateja wetu. Nitoe wito wangu upo kwa wateja na mafundi pia. Hawa mafundi wanapoitwa kwenda kufanya kazi katika majumba, basi wajitahidi wafanye kazi ambazo zile zinazowahusu au za ndani ya ile nyumba tu. Asije pale kwenye mita tunakuwa tunaweka sili. Hii tunaipata changamoto kubwa, wanakuja wanakata sili, wanafungua funiko. Wateja wetu wasiwaruhusu wale mafundi wao kufika pale kwenye ile mita yetu kwa kuifungua. Pale unatakiwa utoe taarifa moja kwa moja shirika la umeme, ili tuje sisi kwa kuja kukurekebishia. Ni tatizo kubwa, yani kisheria hii ni kosa. Hatakiwi fundi wa kawaida kwenda kukata sili au kufungua ufuniko wa mita. Yeye atalazimika mwisho kufika kwenye katauti, kwenye taili ya yule mteja. Na mteja mwenyewe wakati yupo, basi naye ni moja ya kuilinda mita yake, amueleze ile fundi, hapa hutakiwi kufika, kwamba hapa itabidi mimi nikatoe ripoti shirika la umeme. Ama fundi yeye mwenyewe ampe maelezo yule mteja wake kwamba hapa unatakiwa ufike shirika la umeme. Kwa hiyo sisi tutafika kwa mteja wetu kumwangalizia mita yake na tatizo gani. Sisi ndio tunalazimika kufungua pale, kuiondoa ile sili na kuweka sili nyingine, kwa sababu zile sili tunazirekodi, zina namba, na ile namba inabakia ofisini kwetu. Tunapoikuta hapana sili, sisi tunakuwa tunavutana baina yetu na mteja wetu, kwa nini amekata sili japokuwa yeye hakuikata ile sili, yule fundi wake alikuja kuikata bila kumwambia. Ndugu watazamaji ama wateja wetu, linapotokea tatizo lolote linalohusu mita, kwa mfano mita haionyeshi na kwa jirani yako umeme upo, ndani mwako hupati, unatakiwa utoe taarifa shirika la umeme. Jingine mita haionyeshi lakini ndani mwako pia upo, pia nalo hilo ni tatizo la mita, unatakiwa utoe taarifa shirika la umeme. Jingine kwa wale wateja ambao anabonyeza anaona hazibonyezeki, kila namba anayoibonyeza haingii kwenye ile screen, hilo ni tatizo la mita. Mwingine ana tatizo zile nambari zenyewe zimefutika, anapata shida kuingiza, lile ni tatizo la mita, anatakiwa aripoti shirika la umeme. Ama akisikia mita yake inatoa chechea, anasikia sound, yani sauti pale ndani ya mita yake inatoa kama chechea au harufu inatoka, kwa hiyo anatakiwa nalo pia atoe taarifa shirika la umeme. Sio kutafuta fundi wake yeye kwa kuja kuangalia ile mita yenyewe, hili pia nalo ni kosa. Yeye atoe taarifa kwa kupitia zile namba zetu ambazo nimezitaja hapo awali na nitaendelea kuzitaja tena, na 077 namba 2 87 78 79. Ama kama yupo karibu na kituo chetu, basi atoe taarifa pale kwenye kituo chetu cha umeme. Hapo mafundi watafika kwake kwa kwenda kumrekebishia ile tatizo lake. Kwa upande wa kupokea matatizo ya wateja wetu kwa kuhusu mita ambazo zinahitaji marekebisho ama kutolewa, kama yale niliyotaja, kwa mfano haionyeshi, haibonyezeki, namba zimefutika, pale unaona pana wingu kwenye skrini yako ya mita, huoni vizuri, lile utakuwa utoe taarifa, basi na sisi tunazipokea. Zile taarifa zinaanza kufika pale kwa call center tunaita, wao wanaziorozesha, wanazileta kwa mafundi wanazifuata kwa kupitia mitaa mbalimbali. Kuna orodha pale zinakuja, kwa mfano kazi 50 zinakuja au kazi 60, zile tunazifuata zote, changamoto zile kwa siku moja tunazifuata kwa kupitia mafundi wetu, na mafundi tunawagawa kwa kupitia mitaa tofauti. Kwa mfano njia ya Bububu anakwenda fundi mwingine, njia ya Kisauni atakwenda fundi mwingine, njia ya Foni, yani tunazitatua kwa siku moja zote hizo.
zinazokuja changamoto zetu. Utaratibu wetu ni huu kwamba tunazipokea zile ripoti kwa mujibu wa zinazofika. Kwa mfano leo zimefika ripoti hii kutoka 1 mpaka 50. Basi tunazishughulikia zote 1 mpaka 50 kwa mujibu wa aliyekuja mwanzo basi atafanyiwa mwanzo. Na anayekuja wa pili atafanyiwa wa pili, lakini tunahakikisha kwamba wote tunafuata kwa siku ile.